mwalimu wetu alikuwa anatufundisha, alikuwa anasema achana na mimi, endeleza maisha yako. Na kwa hakika ametisha. Ni kauli iliyozikonga nyoyo za watu wengi. Ni kauli iliyobeba maana ya kukoma kufuatilia maisha ya mtu, badala yake kila mmoja kujikita katika mambo yatakayokuwa na fursa ya kupiga hatua katika maisha ya kila mmoja, hasa kwa wale waliohudhuria katika mkutano mkuu wa TUCASA uliofanyika katika ukumbi wa mikutano ndani ya shule ya Alliance. Kwa kweli binafsi kama kijana tumebarikiwa sana, na mimi nimebarikiwa sana. Kwa mfano katika somo la ujasiriamali tumeondoka na moto mzuri sana ambao mchungaji wetu, mwalimu wetu alikuwa anatufundisha, alikuwa anasema achana na mimi, fuata maisha yako. Kwa nini alikuwa anasema hivyo? Kama vijana wengi sasa hivi wamekuwa wakiiga maisha ya watu wengine, they are not living, hawaishi katika ile purpose ambayo wao wameletwa kuishi. Kwa hiyo tukao tunaaswa tuishi maisha yetu, kila mtu ana maisha yake na Mungu amekusudia lengo fulani kwa maisha yake. Kwa hiyo tunapaswa kuishi maisha yetu na tumuombe Mungu atusaidie. Pastor Fadhili Lubua anaeleza moja ya sababu ya yeye kuwepo katika kutano hili ni pamoja na kuwafundisha vijana na kuelekeza katika namna iliyo bora ambapo watafaa kuwa baba na mama bora wa kesho, sambamba na kuitegemeza kazi ya Mungu. Kwanza mimi nikiwa sehemu ya vijana mwenzao na nikizungumza nao kwa uhalisia wa hivi karibuni na katika namna zote, kwamba mada yangu ilikuwa imelenga kwanza kueleza ukweli kuhusu mahusiano. Vijana hawapaswi kukata tamaa wanapoachika, wanapopitia changamoto, na namna nyingi zote katika weledi na ubora wao, namna ambavyo wanaweza kuishi na kusimama tena baada ya kuanguka. Lakini kuwa na mahusiano safi, kwamba inawezekana kuwa na mahusiano yanayoweza kufika kutoka mwanzo kwenda mwisho wake, kuanzia urafiki, uchumba na kisha kufanya ndoa. Suala la kubadili mitazamo na fikra za akili ni moja ya nyenzo zitakazomwezesha kijana kufanya mabadiliko na kufanya mambo makubwa kijamii, kiroho na hata kiuchumi, huku akitazamiwa kuwa mkono wa msaada kwa kazi ya Mungu, kama anavyoeleza mchungaji Paul Semba alipokuwa akifundisha vijana hawa. Mwisho wa mambo yote, kanisa linabaki kwa maisha ya vijana. Sio mpaka sisi tumestaafu, lakini bado wakiwa bado hai wao na sisi tukiwa bado katika majukumu haya, wanaweza kuwa na nia ya Kristo, na wakishakuwa na nia ya Kristo, hapa unazungumzia uhai wa utume wa kanisa, lakini na watu ambao Mungu atajivunia kuwatumia katika kipindi cha mwisho kwa ushindi mkubwa sana unaodhihirisha neema ya Mungu inayookoa. Kwa hiyo kuna faida kubwa wakibadilisha mindset, maisha yao yatakuwa tofauti. Hawataamini kwamba mpaka utoka hapa uende Ulaya ndipo watafanikiwa, wakati Biblia inaeleza Mungu anabariki vijijini na anabariki mjini. Kwa hiyo ukiangalia mtazamo wa Mungu jinsi ulivyo, Mungu aliyoko Ulaya ndio aliyoko Afrika, yuko Mwanza na yuko Dar es Salaam. Kulubone Nsomi ambaye ni mwenyekiti wa TUCASA kwa Union Conference ya kaskazini mwa Tanzania alilishuhudia kutano hili kufana na kufanikiwa kwa viwango vya juu. Tuliamua kuja huku kwa sababu South Nyanza kuna uwakilishi mwingi mahali popote tunapoenda. Tukaamini tukifika hapa kwa sababu ya ukaribu, basi tutakuwa na summit moja nzuri na makini. Na ni kuhakikishia haikuwa hivyo huko awali. Tunavyoongea mpaka sasa tumekuwa na watu 650 waliofika katika summit yetu ya mwaka huu, kitu ambacho huko awali hakikuwepo. Zamani tulikuwa na summit zenye watu 320, watu 400, lakini kwa awamu hii tumekuwa na uwakilishi mzuri sana tukiwa huku South Nyanza. Changamoto haziwezi kukosekana, lakini katika changamoto ambazo tumezipitia tutashauri kwa uongozi unaokuja kuchukua hatua ili NTUC iendelee kuwa vizuri na iendelee kuwa katika vilele kwa. Mungu awabariki sana. Naye mchungaji Harrison Stephen Manema ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano, vijana, muziki na chaplainsia, na kwa nafasi yake alisema kuwa tumekuwa na ubatizo mkubwa, wamebatizwa watu vijana 9. Kwa majina naitwa Eleniko George Joseph, ni mwanafunzi wa chuo cha afya cha Excellent College kinachopatikana jijini Mwanza. Tumevutiwa na mafundisho ambayo yalikuwa yakitolewa na wachungaji kuanzia somo la mahusiano, somo kuu, somo la uchumi, na hivyo nikapendezwa, nikavutiwa kujitoa maisha yangu kwa Yesu Kristo, na hivyo nikajikabidhi kuweza kubatizwa ili kuweza kufanikisha agizo ambalo Yesu Kristo aliagiza ili tuweze kubatizwa ili kufikia ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo nimebarikiwa sana na pamoja na chuo changu cha Excellent ambacho kimenisogeza kufika hapa na kuweza kupata mbaraka huu wa ubatizo. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu sana,
na namshukuru Mungu sana. Kutano hili lilihudumiwa pia na mchungaji Aston Mamba ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano kwa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, ambapo kwa upande wake alihitimisha kwa kuwataka wanaTUCASA wote kuwa mabalozi na watu wa mstari wa mbele katika kuandaa vituo na kuzisambaza habari za mkutano. Hivi karibuni kuanzia tarehe 10 mwezi wa 5 tutakuwa na mkutano mkubwa sana ambao utarushwa kutokea pale Magomeni, Dar es Salaam. Mkutano huu utakuwa ni mbaraka mkubwa sana kwa Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Masomo ya sheria yatafundishwa pale, masomo ya afya yatafundishwa pale, masomo ya maisha ya familia yatafundishwa pale, lakini zaidi ya yote neno la Mungu litakuwa likihubiriwa mahali pale. Hakikisha ya kwamba unakuwa sehemu ya mbaraka huu. Karibu wewe, karibisha ndugu na marafiki waweze kushiriki katika mkutano huu. Utakuwa ni mbaraka mkubwa sana kwa maisha yako na kwa maisha ya jamaa zako. Mungu akubariki. Ikumbukwe kuwa mkutano huu wa TUCASA ni mkutano wa pili tangu mikutano hii isimame kwa miaka kadhaa hapo nyuma, ambapo mkutano wa kwanza ulifanyikia mkoani Tabora. Kutoka jijini Mwanza, mimi ni Kija Mpunzi. Achana na maisha yangu.